Aisee, leo tunaenda kufanya review ya filamu moja nzuri sana, filamu ambayo inaanza na mtoto mmoja ambaye anaitwa Dicky. Dicky alikuwa ni mtoto maskini vibaya mno, lakini kwa bahati mbaya au bahati nzuri alikuwa anasoma kwenye shule ya watoto wenye pesa kweli kweli. Yaani kwenye ule mji wao baba yake alikuwa anajulikana kwa jina la T. Alikuwa anafanya kazi za ujenzi kama fundi na mshua alikuwa anapiga kazi kwa nguvu kweli kweli. Hela zote alizokuwa anazipata kwenye kazi zake akawa anazitumia kwa ajili ya kumlipia ada Dicky kwenye shule ya private. Yaani mshua aliamua kumpeleka mwanae private ili apate elimu nzuri. Sasa hii ni filamu ambayo inazungumzia hawa jamaa walikuwa ni maskini wa kutupwa, baadaye walipata kiumbe cha ajabu ambacho kilifanya maajabu makubwa sana. Hii ni filamu ambayo leo tunaenda kuireview. Sasa filamu inaendelea. Kuna mwalimu mmoja anaitwa Miss UN. Alikuwa anamjali sana Dicky na alikuwa hafurahi kumuona kijana akiwa mchafu kila siku, akiwa anateseka kama ambavyo dogo alikuwa anateseka na njaa na mazingira mengine. Alikuwa hapendi kumuona akiwa na nguo chafu au akiwa anateseka. Pia akawa anajaribu kumuomba aonane na baba yake, lakini Dicky akamwambia, baba yangu yuko bize sana na sidhani kama ni rahisi kuonana naye. Mama yake Dicky alifariki wakati Dicky akiwa ni mtoto mdogo sana. Kwa kipindi chote hicho amekuwa akilelewa na baba yake peke yake. Sasa siku moja darasani, mwalimu akauliza wanafunzi, mnataka kuwa nani mtakapokuwa wakubwa? Dicky akanyosha kidole akasema, mimi nataka kuwa maskini, yani I want to be poor. Akasema, baba yangu alisema kwamba nikikuwa na tabia nzuri, mtu mwenye kupenda watu, bado nitaheshimiwa, haijalishi nitakuwa maskini au tajiri. Kiwalisia ukiwa na pesa, pesa ina heshima yake. Anyway, sasa wakati mwalimu anaendelea kuongea, kwa bahati mbaya akaangusha peni yake. Dicky akainama na akaiokota ile peni na kumpa mwalimu, lakini mwalimu alifanya kitu cha ajabu sana. Akamwambia Dicky aiweke peni chini. Akachukua kitambaa, akainama, akaiokota ile peni kwa kutumia kitambaa. Alimaanisha kwamba Dicky ameichafua zaidi peni yake. Aisee, umaskini ni mbaya sana. Sasa muda wa lunch ulipofika, watoto wote walitoka kwenda kula chakula. Kulikuwa na kijana mmoja tajiri sana akiwa na mdoli wake, akawa anawaonesha wenzake. Dogo huyo anaitwa John. Akasema, huyu mdoli wangu ninamuita CJ1. Maggie alikuwa ni miongoni mwa wanafunzi, lakini alikuwa ni mkubwa sana kimwili. Wanafunzi wenzake walimuonea sana, wakawa wanamrusha vyakula na vitu vingine. Dicky alivyoona vile akasogea na kuwaambia, jamani, acheni, msifanye hivyo. Wenzake wala hawakumuogopa, lakini wakaacha na wakaondoka zao. Ilipofika muda wa michezo, Dicky alikatazwa kushiriki kwa sababu hakuwa na viatu vinavyofaa kushiriki michezo. Viatu vyake vilikuwa vimechanika vibaya. Maggie akamfuata Dicky, akajifanya amesahau viatu vyake nyumbani ili akae naye Dicky asijisikie unyonge. Akamuuliza kuhusu viatu vyake na Dicky akamwambia baba yake hana pesa, hivyo huwa anaokota viatu jalalani na kumpa avivae. Dicky alimpenda sana baba yake na hakuwahi kuona aibu hata kidogo. Upande wa kazi, baba yake Dicky alikuwa karibu kufukuzwa kwa sababu alikuwa anachoka sana na ufanisi wake ukawa unapungua kazini. Akamwomba bosi wake amsamehe kwa sababu anahitaji kununua feni kwa ajili ya mtoto wake. Bosi wake akashangaa na akamuuliza, ni kwa nini umempeleka private school wakati huna kipato? Baba yake na Dicky akasema anataka mtoto wake apate maisha bora kuliko yeye. Maneno hayo yalimgusa bosi wake. Akaamua kumwacha kumfukuza kazi, akamwacha aendelee na kazi. Usiku ule baba yake na Dicky akarudi nyumbani na feni. Walikuwa wanaishi kwenye jengo lililoharibika kabisa. Dicky alifurahi sana, lakini walipowasha feni ikaharibika. Dicky akabaki anajipepea mwenyewe, feni imeharibika. Chakula chao kilikuwa ni duni sana. Baba yake alikata sehemu iliyooza ya apple na kumpa mwanae. Dicky akaomba kununuliwa viatu vya michezo, baba yake akamwahidi atamnunulia. Kesho yake walienda kuangalia TV kwenye duka kwa sababu hawakuwa na TV nyumbani. Dicky akaingia kwenye duka la toys
na kuona midoli kama ile ya rafiki yake John. Akamwomba baba yake amnunulie, lakini baba yake hakuwa na pesa. Walibishana na baba yake na baba yake akampiga kofi. Dick akakimbia huku akiwa analia. Njiani walikutana na Miss Yuen, yule mwalimu wake. Alitaka kuwatembelea nyumbani kwao, lakini baba yake aliona aibu kwa sababu nyumbani kwao ni pabaya. Jioni baba yake na Dick alienda jalalani kutafuta viatu. Akiwa huko akaona kitu kama chombo cha ajabu kikiruka na kuacha alama za kijani. Akakichukua na akampelekea Dick kama zawadi. Dick hakufurahia sana mwanzoni, lakini akakichukua. Shuleni alichekwa na John, lakini Dick akakasirika kwa sababu John anamdharau baba yake. Sasa usiku kile kifaa kilianza kubadilika. Dick alikuwa anaogopa sana. Baadaye kilimsafirisha hadi ulimwengu mwingine ambapo aliona kifaa hicho kina nguvu za kurekebisha vitu. Baada ya hapo kifaa kilibadilika na kuwa kiumbe kidogo. Dick akakiita kifaa chake ama akauita mdoli wake CJ7. CJ7 ilianza kufanya mambo ya ajabu mengi sana. Ilibadilisha epo iliyooza kuwa jipya. Dick alifurahi sana baada ya kuona kifaa chake kinafanya miujiza na kinafanya maajabu. Baadaye Dick shuleni akaanza kutumia hicho kifaa chake CJ7 kwa jina ambalo aliliita, kikawa kinamsaidia kwenye mitihani. Lakini baadaye mambo yakaharibika. Alianza kujiamini kupita kiasi, akaanza kukitumia kwenye michezo. Kifaa hicho kilimtengeneza kuwa ni mtu wa kipekee sana, lakini baadaye akagundua yote hayo alikuwa anaota. Asubuhi aligundua CJ7 yupo kweli, kifaa chake kipo kweli, lakini safari hii mambo hayakuwa rahisi. CJ7 haikumsaidia kama vile alivyotarajia ndotoni. Dick alikasirika sana na akaenda kukitupa jalalani, lakini baadaye akajuta. Aliporudi tayari gari la taka lilikuwa limechukua mdoli wake. CJ7 alikuwa ameondoka na gari la takataka. Dick alilia sana, lakini aliporudi nyumbani akakuta kifaa chake CJ7 kipo kimesalimika. Baba yake akaanza kukichunguza hicho kifaa. Usiku CJ7 alitengeneza feni kwa kutumia nguvu zake, lakini alichoka sana. Kila mtu akawa anashangaa kwamba hichi kifaa kumbe kina maajabu. Kesho yake Dick alifaulu mtihani kwa juhudi zake mwenyewe bila kutumia hichi kifaa, lakini siku moja baba yake alipata ajali kazini na akafariki. Dick aliumia sana. Kile kifaa ambacho kinafanya miujiza CJ7 alikitumia kwa nguvu zake kikamfufua baba yake mzazi, lakini baada ya hapo kifaa hicho kikapoteza nguvu zake zote na kubadilika kuwa mdoli wa kawaida. Dick alijaribu kumrudisha CJ7 lakini haikuwezekana. Aliendelea kumtunza akiwa na matumaini ipo siku kifaa chake kitarejesha nguvu na kitakuwa kama zamani. Huu ndo mwisho wa hii simulizi ama review ya filamu moja nzuri sana ambayo inaitwa CJ7. Ni filamu ambayo ilitoka mwaka 2008, iliongozwa na jamaa anaitwa Stephen Chow. Karibu sana, hii inaitwa Bongo Star Media. Nimekuletea 3D animation ya hii story ambayo ni review ya filamu ya CJ7. Kama umependa filamu hii, niandikie maoni yako hapo chini. Nini ambacho umekipenda zaidi katika hii video? See you next time. Bye bye.